Asante sana. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi hapa tuna bahati tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kama chama kingine kitapata nafasi, lakini sasa hivi ilani hii ni ya Chama cha Mapinduzi, kwao ni busara kabisa, kwa sababu tuna katibu mwenezi bingwa hapa amesimama tu, lakini kwa afya ya mkutano huu naomba tumsikie sauti yake. Karibu. Kwa Mustafa oye, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mkuu wa wilaya, karibu sana Pugu. Kama alivyosema afande, na sisi kichama Pugu iko sawa sawa, na hivi tunapozungumza sijui niseme au nisiseme, lakini acha niseme. Inawezekana wako upande wa chama changu cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kuanzia leo tarehe 28 kinatoa fomu za kugombea nafasi ya udiwani. Kwa hiyo kama mmoja wa chama changu, Chama cha Mapinduzi, unaruhusiwa kwenda kuchukua fomu pale ofisini kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 10. Lakini fomu hizo gharama yake ni shilingi 50,000. Kwa hiyo tarehe 28 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 7 ni kuchukua na kurudisha. Mkuu wa wilaya, karibu sana Pugu. Asante mwenezi, naona umeongea na wanachama wenzako. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nitumie sasa fursa hii nikukaribishe. Sisi tulikuwa tuna kiu na wewe sana. Nikukaribisha, karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa Mustafa, bomba si bomba. Bomba. Samia, bomba si bomba. Bomba. Samia, Tano tena. ndugu mwenyekiti wa mtaa wetu wa Mustafa, ndugu katibu tawala, katibu tarafa wetu au afisa tarafa au gavana wetu wa tarafa hii ya Ukonga, nipende kutambua uwepo wa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Nipende pia kutambua uwepo wa kamanda OCD wetu wa wilaya ya kipolisi ya Chanika. Nipende kutambua uwepo wa wenye viti wote wa mitaa ambao mpo, mtendaji wa kata na watendaji wote wa mitaa ambao mmealikwa na mpo. Nipende kutambua uwepo wa wazee wangu, mama zangu, wajumbe wenzangu wakiongozwa na wenye viti wa matawi, wenye viti wa mashina ambao mmetambulishwa pia hapa. Nipende kutambua uwepo wa viongozi wote, wananchi wa mtaa huu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba na mimi nitumie nafasi hii adhimu kumshukuru Mungu kwa nafasi nchi wa mtaa wa kwa Mustafa 159. Maana yake mkuu wa wilaya kama ataamua kwenda kila Jumapili au Jumamosi kwa kila mtaa, maana yake inaweza kaenda hadi miaka 5. Na kama itakuwa ni kila siku mkuu wa wilaya ataenda, basi ataenda siku 159. Maana yake asiumwe wala asiitwe. Maana yake miezi 6 mkuu wa wilaya atakuwa anatembelea mitaa yote. Hivyo nimshukuru sana kipekee Mungu wetu kwa nafasi ambayo ametukutanisha. Afisa tarafa wetu wa tarafa ya Ukonga kwa kusimamia na kuratibu viongozi wako katika ngazi ya tarafa, ambayo inakuwa rahisi kwa kumwalika na kumpangia mkuu wa wilaya majukumu mbalimbali. Kwa sababu mkuu wa wilaya pia naye licha ya kwamba anajipangia kwa kupitia wasaidizi wake, naye anapangiwa shughuli mbalimbali ambazo anaweza kwenda kuzifanya. Ndio hata wakati mwingine wakitengeneza fitna, wasaidizi wakati mwingine wanatengeneza fitna kwamba mkuu wa wilaya, unajua kale na mkutano kadogodogo hivi, inatakiwa uende kwenye mkutano ulio mkubwa wa watu waliojaa sana. Nikupongeze sana.
Lakini kipekee ni kupongeze mwenyekiti wetu kwa umachachari wako, uthubutu wako wa kuamua Tanzania ya mwaka 77 ibara ya 8 kipengele cha kwanza inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayoongozwa kwa misingi ya demokrasia na haki ya jamii. Hivyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na serikali itapata madaraka na mamlaka yake kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Sasa hapo nani mwenye nguvu? Hii katiba. Maana yake wananchi watakuwa na nguvu. Na uchaguzi wa mwaka jana, mwakilishi wa wananchi kwa mujibu wa ugatuzi wa madaraka ambaye naenda kumchagua mwenyekiti wa serikali za mtaa ni mwenyekiti wenu huyu kwa mujibu wa katiba. Ilipogatua madaraka ikampa mamlaka mwenyekiti kwamba ndiye mwakilishi wa wananchi katika ngazi ya mtaa. Hivyo yeye akialika, maana yake wananchi wake wamefanyaje? Wamealika. Na kama wananchi wake wamealika, wanasema wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Na kipengele B wanasema lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Ustawi wa nani? Wananchi. Wananchi katika ngazi ya mtaa ni kina nani? Ni nini? Kipengele kinachofuatia anasema serikali itawajibika kwa wananchi. Mkuu wa wilaya ni kiongozi wa nini? Wa serikali. Anawajibika kwa nani? Kwa wananchi. Amealikwa na mwenyekiti, kiongozi wa wananchi. Unakataaje? Hivyo huwezi kukataa. Katiba hii inakuhukumu. Ukiwa kama mkuu wa wilaya, ukiwa afisa tarafa, ukiwa nani, inakuhukumu. Lakini pia mambo yenu katika ngazi ya nini? Ya mtaa. Hivyo naomba mjipigie makofi mengi sana. Nikupongezeni nanyi wananchi wa mtaa huu ambao mmeweza kushiriki kwenye huu mkutano. Wako wengine kama sisi huwa wanaalikwa kwenye mikutano kama hii, kwenye pabu, kwenye korido, kwa sababu kwenye mikutano ya wananchi ambapo wanapaswa kwenda kusema hawapo. Na ukienda kwenye ugatuzi wa madaraka, mamlaka ya wananchi ni kuamua mambo yao. Leo hii kwa mujibu wa ugatuzi huu wa madaraka, serikali haijui wapi wewe unataka shule ijengwe. Serikali haijui wapi unataka kivuko kijengwe. Kwa sababu wakati mnahamia, serikali haikuwa imetengeneza hiyo miundombinu. Ila wananchi baada ya kufika ndio wenye mamlaka ya kukaa na kusema hapa tunataka daraja, hapa tunataka shule, hapa tunataka hospitali, hapa tunataka zahanati. Ugatuzi wa madaraka. Madaraka yamegatuliwa kutoka serikali. Rais anaenda kuunda serikali. Serikali ile inaenda kuwajibika kwa wananchi. Ninyi ndio mliomchagua rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Nipigieni makofi. Na Mheshimiwa Rais ndio aliyenichagua mimi. Hivyo na wajibu wa kuja pia kuwasikiliza. Lakini kupitia vikao vyenu na ninyi kama wananchi mna wajibu wa kujadili mipango yenu. Hiki leo hii ambacho kiko hapa ni moja ya kazi ya wananchi katika ngazi ya mtaa, ya kujadili masuala ya usalama. Akasema mkuu wa wilaya, thubutu, acha mlango wazi. Utaona siku moja suti yako amepigia picha alafu ameitumia kwenye Facebook. Maana yake nini? Anapoweka funga kufuli, anataka usalama wa chumba chake bila kugombana na mtu yoyote. Hiki kitendo ambacho mnamekaa mnajadili na leo kwenye mkutano, ndugu mwenyekiti,
ni kitendo kizuri ambacho kiko kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa mujibu wa kanuni, wananchi wanakaa na kupanga na kuamua mambo yao. Sisi serikali kuu tunawasaidia kuratibu yale mambo ambayo wananchi wamepanga. Ndio maana leo hii ukija kwenye mtaa huu hamna shule. Uongo kweli kweli? Hamtaki shule? Sasa sisi hatujui hiyo shule mnayotaka ijengwe wapi. Nani anayeamua shule ijengwe wapi? Ni serikali kuu, serikali za mitaa. Maana yake nyinyi wananchi ndio mnakaa mnasema bwana tumepewa mtaa, lakini sera inasema kila mtaa kuwe kuna nini? Kuwe kuna shule. Mtaa wetu hauna shule. Shule ijengwe pale. Serikali kama ni fidia tusaidieni. Serikali mlipe nini? Fidia tujenge shule. Nani aliamua? Serikali kuu au wananchi? Wananchi. Wananchi maamuzi hayo wanayapata kwenye mikutano yao. Mikutano mikuu ikiongozwa na nani? Na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Leo hii mna changamoto ya vivuko na madaraja. Uongo kweli? Sasa mimi najuaje wakati mimi sikai huko? Mimi najuaje wakati mimi sivuki hilo daraja? Mimi nitajua kupitia mkutano wa wananchi kwa mwenyekiti kwamba wananchi hawa wanataka kivuko. Maamuzi yao yanakwenda kwenye kikao cha ODC. Kwenye kikao cha ODC yanakwenda mpaka bungeni. Bungeni yanajadiliwa, inatengwa budget. Mnapata shule, mnapata madaraja, mnapata huduma za afya. Hayo mnayohitaji wananchi. Hivyo kitendo hiki wananchi ambao mmefika niwapongezeni na naomba mjipigie makofi. Sasa ili mkutano uwe mzuri, haya usalama tutakuja nayo baadaye. Nitoe nafasi kwa wananchi watatu. Si mkutano wananchi huu? Wananchi watatu wamwambie mkuu wa wilaya nini changamoto yao. Moja yuko kule, wa pili huyu hapa kwa Mustafa. Mheshimiwa, mtaa wetu tumemtawaza mwenyekiti mwezi wa 11 mwaka jana. Na kisheria kuongoza mtaa inahitajika kila baada ya miezi mitatu mkutano mkuu kama huu unahitajika. Huu mwezi wa 7 huu mkutano wa kwanza. Hakuna mkutano mkuu unafanyika kwenye mtaa wa Mustafa. Kwa tunashindwa kujadili masuala yetu ya maendeleo ya mtaa kwa sababu mkutano hakuna. Hilo la kwanza. La pili, wanaomba msaada. Mwenyekiti huyo anaonekana kama mwenyekiti wa huko. Ubanzi wa pili kuna changamoto ya kivuko. Kuna kivuko kimoja hapa, kuna kwa Mbeima. Pale muda mrefu sana. Tunahangaika mvua zikinyesha. Hatupiti. Kivuko cha pili kwa mama mishemishe. Kivuko cha tatu kama Kibongwa kwa juu kule kwenda Nalani. Pale tuna changamoto tunashindwa kuvuka mshindi. La tatu, mheshimiwa, kuhusu dampo. Najua umekuja leo. Tutatueleza. Watu wajija wanaochukua taka na kuhifadhi taka pale. Mtaa upati chochote. Kwa sababu tunaathirika na moshi, maji machafu, mitaro yote inatumika kwa Mustafa inaenda chini kwa milioni pale kwenye jiji. Maana zile taka bado zinaitwa na ushuru. Hakuna pesa yoyote inayoingia kwenye mtaa. Na mwisho nikimalizia, mheshimiwa, kuna hizi biashara haramu za vimiminika na uvutaji. Tunajua mabanda kibao ya vimiminika na uvutaji. Lakini nashangaa unaweza kuna wasaka wa uvutaji na wanywaji. Wanaleta wanajazwa. Eneo husika kama ni mtaa, kama wengine wanapelekwa huko mbele kwa mbele. Lakini sasa zile biashara vipi? Yaani bora wangekuwa wanakamatwa, alafu wakishapelekwa kule, hebu tuhamisheni majengo, twendeni sehemu nyingine. Lakini wapo nyuma hiyo. Naomba kuuliza, ile ilikuwa biashara au nini? Yaani kama
Asante mheshimiwa. Mkee kabisa, nashukuru kwa ujio wako na kamati yako kwa ujio. Mimi swali langu ni moja. Jina naomba jina. Naomba jina. Mimi na maombi. Mtaa wetu wa Mustafa unapatikana katika kata ambayo ina mitaa yote minne kutoka kwetu wote ina shule. Sisi peke yetu hatuna shule. Tuna eneo upande wa Kigoma alihitaji fikia ni uthubutu tu wa viongozi wa juu kuamua kuingia shule. Umechoka. Naamini kwa ujio wako huu kuna kitu tunafanya. Tunahitaji shule. Eneo nalo alihitaji fikia, alihitaji kulipwa. Ni kuamua na kuwekeza, na kwa sababu serikali ni serikali sikivu, basi naomba ili mlichukue na mkalianzie. Ikiwezekana immediately swala liende kwa kazi. Watoto wa mtaa huu wanasoma shule za mitaa mingine. Mtaa huu hakuna hata sehemu ya watoto kucheza. Hatuna uwanja, hatuna sehemu za watoto sikukuu kwenda kucheza au sehemu siku za weekend kwenda kucheza, na sometimes tunapelekea watoto kuhusisha na mambo ambayo si mazuri katika jamii. Kwa kipekee ni kuombe mkuu wa wilaya pamoja na kabineti yako mlichukue hili, na ikiwezekana kama muweze kulifanyia kazi, na ikiwezekana mwakani au mwaka unaokuja wa fedha tuweze kupata darasa la kwanza katika mtaa wetu wa Mustafa. Jambo moja kwa wilaya. Hapa sehemu yetu kwa Mustafa tuna swala la urasimishaji. Urasimishaji ulianza tangu mwaka 2017. Tuliitwa na watu wanaosimamia serikali ya mtaa, tukamtafuta mkaguzi wao wa kupima, wakaingia nao pia, wakatushawishi wananchi, tukatoa pesa zetu kwa ajili ya urasimishaji. Lakini mpaka sasa mkuu wa wilaya kuanzia mwaka 2017 mpaka sasa hakuna tunachojua kinachoendelea nini. Niko na mama wangu Mama Tarimu alikuwa ni mwenyekiti wetu wa kuhamasisha kulipa, tukalipa kweli, lakini kila tukimuuliza na yeye anatokea kwamba hajui kinachoendelea. Huyo mwenyekiti wa kampuni mwenyewe haonekani, sijui yuko hapa mheshimiwa mwenyekiti. Mr. Otieno yuko haonekani mheshimiwa. Sasa hatujajua hatima yetu ni nini. Tangu mwaka 2017 tumetoa pesa zetu, hatujui chochote kinachoendelea. Kuna mkutano mmoja ulifanyika Magenge pale tulikwenda. Walikuwa maafisa wa ardhi wanatoa hati kwa ambao wamekamilisha masuala yao. Kwa jinsi nilivyoelewa kwamba wanasema kwamba ila mali yetu sisi bado haijakuwa approved, na ile eneo lote linaonekana kwamba ni la TCCIA, ni la watu wa uwanja wa ndege. Sasa huyo mpaka anatoa ramani wakati anapeleka hakujua kama ile eneo la uwanja wa ndege. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaomba tusaidie hilo, tujue kama ni pesa zetu, tuishie pesa zetu, kwa sababu wahusika wapo na anatembea hapa mjini na tuelezi chochote. Mheshimiwa changamoto katika mtaa. Hatuelewi kwamba injinia ambaye anatoa vibali vya kujenga, kwamba anapotoa vibali anapita kukagua kuangalia maeneo yake ama inakuwaje, kwa sababu magari yanashindwa kupita njia zote zimezima. Hebu niambie hiyo. Anashindwa kupita sasa hivi tunapita Victoria. Sasa hatuelewi kwamba injinia anapotoa vibali kwa anapita kukagua maeneo ambayo yanajengwa. Na pili, barabara zote ambazo zinazopita pale zinajikuta takataka. Utakuta njia zingine utakuta kabisa mtu kashaingia mpaka eneo la barabara. Hatuelewi kwamba wahusika wa barabara wanahusika wapo au hawapo. Jambo ni nani? Tanzania. Sasa si unaona
Nikianza ya kwangu standard gauge, barabara ya kule, mwendo kasi, nahisi katika maswali yote manne hakuna hata moja ningeweza kukuta la wananchi. Alafu ningekuwa tu kama nimevamia mkutano wa watu, alafu sijaenda na biti za mkutano. Naomba nianze kwa kuyajibu maswali na kuyaongezea na ufafanuzi mwingine. Kwanza ni washukuru wote waliopata nafasi ya kuuliza maswali. Maswali yao kwa sababu yalikuwa yana makofi, yalikuwa yanaashiria kwamba yalikuwa yanaungwa mkono na wengine ambao wako huko. Niwapongezeni sana kwa hiyo nafasi ambayo nimepata. Nikianza na ndugu yangu Mohamed, mikutano. Ndio maana nimempongeza kwa kuamua kuanza kufanya nini? Mikutano. Wanasema mtoto anaweza akachelewa kuanza kutambaa. Mtoto anaweza akaanza kuchelewa kutembea. Lakini pale anapoanza, mpongeze, mtie moyo ili asipate kigugumizi na kuona kumbe kutambaa kwangu na kuanguka au kutembea kwangu na kuanguka ni kubaya. Mimi nakutia moyo mwenyekiti, na nimemwambia kwa mujibu wa katiba tunatakiwa turudi kwa wananchi ili tuwaambie wananchi nini ambacho tunakifanya. Hivyo nikupongeze kwa swali lako na nimpongeze mwenyekiti kwa kikao. Lakini wakati mwingine hata sisi wananchi huwa si vikao vyote ambavyo tunafanyaje, tunashiriki. Inawezekana ndugu yangu Mohamed, inawezekana labda leo cha pili au cha kwanza, lakini sijui kwa sababu sijaleta timu ya uchunguzi kuona kila nilichokisema rafiki yangu Mo kinafanana na uhalisia kwamba mwenyekiti hajaitisha nini, hajaitisha kikao. Lakini nikushukuru, unatukumbusha wako wenye vitu wengine hapa kwamba jamani, kwa mujibu wa kanuni tunatakiwa turudi kwa wananchi, tuwaeleze lakini tuwasikilize. Si kila wakati kama viongozi lazima uwe na ajenda. Ajenda nyingine inaletwa na wananchi. Unakutana nao na ambia jamani, ajenda ni kuwasalimia, kama kuna mtu ana hoja wakareizi hoja ambayo wataipeleka kwenye vikao. Nikushukuru sana Mo kwa huo. Changamoto ya vivuko nikiri. Mheshimiwa mbunge wetu kwa kupitia mfuko wa jimbo alitoa fedha fulani kwa ajili ya kuanza ujenzi wa vivuko vitatu. Fedha zile hazijatosheza katika vivuko vyote. Katika fedha za halmashauri yetu, na nitumie nafasi hii kuwaambieni, halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam ni moja ya halmashauri kubwa zenye uwezo mkubwa. Tukiendelea kushirikiana hivi, maana yake tutaweza kwenda kweli kuwatumikia wananchi. Kama nilivyosema awali, ili mimi mkuu wa wilaya niweze kujua changamoto za mtaa fulani, ni lazima ule mtaa wameshajadili, wameshaleta, wamejadili kwenye ODC, imekuja kwenye baraza, ndipo baraza inapitisha, inagawa ile kitu inayopatikana. Hivyo kitendo ambacho mwenyekiti na ninyi mmekisema, hiki kilianza kufanyiwa kazi. Maana yake kwenye dawati la halmashauri changamoto ya kwenu kwamba mnahitaji vivuko ipo. Ndio maana kwenye mfuko wa mbunge ilitolewa ile pesa. Na kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam tumetenga fedha kwa ajili sasa ya kwenda kuhakikisha tunajenga vivuko na kukarabati barabara. Tumeiomba serikali kwamba halmashauri ina mapato ya zaidi ya bilioni 130. Kwenye hii bilioni 130 tuombe kwamba zaidi ya 20% iende kwenye miundombinu ya barabara. Pale utapata barabara za lami zinazojengwa. Kama ukanda wenu huu, ukienda pale kuna barabara ya mita 500 inajengwa ya lami. Fedha hizi sasa ziende kwa ajili ya kuchonga hizi barabara za kwetu za ndani. Fedha hizi ziweze kwenda kujenga vivuko. Kwa sababu wakati mwananchi unajenga, sio serikali ilikuwa imeshaanza kujenga nini? Barabara. Lakini sisi kama serikali
tuna wajibu wa kuwapelekea wananchi wetu huduma. Moja ya huduma ni ya barabara, ili huyu mtoto aweze kwenda shule, mzazi huyu aweze kwenda kazini. Nakiri hivi vivuko ni changamoto, lakini halmashauri yenu ya jiji la Dar es Salaam inaenda kutoa tiba mbadala kwenye hili, na kwenye bajeti yetu ya 25-26 halmashauri tumepanga kukusanya zaidi ya bilioni 140. Tuwachague viongozi wazuri kuhakikisha kwamba fedha hizi zinakuja kwenye miradi yetu. Sasa ukiniletea wa mtu wa kule kwingine, sasa lugha itakuwa tena inafanyaje? Zinagongana. Na ndio maana nakwambia fedha hizi zipo na barabara hizi zinakwenda kujengwa, ndugu yangu, kwenye haya madaraja. Usichukiane na mwenyekiti kwa sababu anakaa upande huu ukasema anawabagua wa upande wa wapi, wa huku. Akihamia siku huku na mke mdogo, kwa sababu wanaruhusiwa, akiweka mke mdogo huku utasema sasa umechukua na dada zetu kabisa. Hiyo ni kuhakikishie, na mimi nitakuwa balozi wenu wa kuhakikisha ukanda huu, kwa sababu changamoto nyingi ya ukanda huu ni vivuko. Kulingana na maeneo yenyewe na mito, kuna vimito vidogo vingi. Hivyo niwahakikishie. Umezungumzia mapato ya dampo na changamoto ya dampo. Ni kweli kuna baadhi yenu hata ule ukuta wa dampo umefanyaje? Umeanguka. Unasababisha yale maji ambayo wakati kipindi cha mvua yanayotokana na dampo yanaenda kwenye makazi ya nini? Ya watu. Pia kwenye bajeti ya halmashauri kuhakikisha kwamba tunakwenda kuimarisha dampo. Lakini pia serikali ina mpango kwa kushirikiana na kampuni au watu binafsi kwenda kuimarisha hii dampo letu. Badala ya dampo kuwa sehemu ya kukusanyia taka, dampo liwe sehemu ya kuchakatia taka. Lakini sambamba na hiyo kuhakikisha najenga mifereji ili yale maji yasiwe kwenda kuwadhuru wananchi wetu. Tuna wajibu huo wa kuhakikisha tunaliweka dampo katika hali nzuri. Nakushukuru kwa sababu tayari na mimi nimefanya ziara, na pia mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila alifanya ziara hapa ya dampo kwa kushirikiana kuona namna gani tunapata wawekezaji kuiweka dampo yetu kuwa hali salama. Umezungumzia mapato ya dampo. Ni kweli kila mtu atatamani mapato yanayotoka kwenye eneo lake ayatumie yeye. Ndugu yangu Mo, mapato wewe kwako yanapatikana ya dampo peke yake. Lakini wenzetu wale wa Kariakoo wanazalisha mamilioni ya fedha kwenye leseni. Wale wenzetu wa kivukoni kwa CSR ambayo inatokana na bandari wana mamilioni ya pesa. Ukienda Buguruni kwa biashara inayofanyika wana mamilioni ya nini? Ya fedha. Hao wanatengeneza hiyo mapato ya halmashauri kufikia zaidi ya bilioni 130. Kwenye mapato haya sasa ya bilioni 130, wewe sasa umeniambia hauna nini? Hatuna shule. Kwenye bajeti ya 25-26 halmashauri yenu ya jiji la Dar es Salaam imetenga fedha za kujenga shule mpya hapa. Ndani ya mwaka huu wa fedha 25 huu tunaokwenda kuanza na bunge Mheshimiwa Rais amevunja, tunakwenda kujenga shule mpya. Mwenyezi Mungu akijalia mpaka inapokwenda Januari, Februari